Mama Olio, nimerudi tena. I'm back. Ukiniona nimerudi, jua mambo imeharibika. Hapa nje nakwambia Kasusu inafanya mambo. Na sitakubali hii Kasusu inimalizie vijana. Vijana ndio watu wangu. Na hii Kasusu hakuna kitu inatusaidia, lakini inatuharibia maisha. Bila kupoteza muda, wacha tuanze kipindi. Mbosha zitakuwa umendekeza mapenzi mbele kuliko kufanya kazi. Usipaacha ujinga, utajiweka kaburini mwenyewe. Wachana na wanawake wa wenyewe, tafuta pesa. Mama Olio, upende usipende, bibi ya mtu ni sumu. Na story ya leo imenihuzunisha kabisa. Mimi nilikuwa naona wanawake wa watu wakitembea hapo, naona ni kitu kizuri, lakini leo nimeamini bibi ya mtu ni sumu. Na hii sumu hautakuja kujua ukali yake kama haujaikunywa. Bila kupoteza muda, wacha tuingie kwa story yenyewe tuone ladha ni gani. So story yetu tunaianza mwaka wa 2000. Kuna msichana anaitwa Mary, amekutana na boy wake anaitwa Njoroge. Lakini sasa Njoroge ni mtu wa safari huku na huku, nasafiri huku, leo anaweza lala Nyanza, kesho anaweza lala Mombasa. Yaani ile mahali usiku imempata, hapo ndipo atalala, kwa sababu yeye ni kazi yake ni ya trailer. Yeye ni mtu wa kusafirisha mizigo, cargo. Naona kama kuna mzigo iko hapa Nairobi nafaa kwenda Mombasa, anakimbiza mara moja. Usiku ikimpata kama uko Mombasa, analala huko. Sasa Njoroge hana time ya kutosha ya kuwa na bibi yake mara kwa mara. Kwa tuseme kwa wiki moja, unaweza pata kwa wiki moja amelala kwa nyumba siku moja. Sasa mke wake sasa, hii kitu imekuwa ikihappen, lakini imekuwa haimfurahishi, kwa sababu obvious kama mwanamke anahitaji attention, anahitaji muda na mume wake. So lakini mahali mambo imekuja kuharibikia ni wakati Njoroge anaoana na Mary, hakuwa na hii kazi. Ni ile hali tu hauna kibarua, so umeomba Mungu amekupea kibarua, na hiyo imepatikana ndio inabidi umeifanya. Sawa, akasema isiwe issue, acha tuende kazi. Sasa jamaa amepiga job kitu kama miaka 3. Sasa imefika wakati Mary yani ameboeka na hiyo kazi kabisa. Anasema hiyo kazi, kama kuna kazi nyingine beta hiyo kazi uachane nayo, kwa sababu mimi hapa sikuli utamu. Hapa Kasusu inaniwasha mbaya sana na nahitaji mtu kugonga hii kitu. So sioni haja ya kuolewa hapa. Kama naitwa ni mimi ni mke wa mtu, nafaa kuenjoy Kasusu vizuri, lakini sipati. Hiyo ni mbaya sana. Kama hiyo ndio kazi, wacha ikae. Na hii kitu nimelalamika mara mingi sana na sitarudia tena. Njoroge anasema sasa manze, mimi nikiacha job naenda kufanya nini? Nafanya kazi gani wakati unajua hii ndio kazi peke yake niko nayo? Sina option. So mimi sina cha kufanya, lakini vumilia mke wangu, hii mambo si kwa muda, mambo kwa mzuri tutakuwa pamoja, ama ile siku nimepata nafasi tutakuwa kwa pamoja. Njoroge kaona ni kama wameelewana na mke wake. Wameelewana na nani? Hakuna kitu wameelewana. Mary alisema mimi sitakaa hivi ujinga, na mimi ni mtu wa town. Kaamua kuchukua maamuzi mabaya. Akaoga, karudi kwa soko, lakini chini ya maji. Bila kuchelewa akapata jamaa. Hata hakumpata mbali, hapo ground floor. Si yeye anaishi hapa 30 floor. Sasa hapo ground floor kuna jamaa, kumbe alikuwa crush wake. Nammezea mate hawa. So leo amempata. Akasema sasa hii unaonaje hii mambo? Mary mambo akasema mambo iko sawa manzia jo. Hii chakula imeiva na unafaa ukule. Niko njaa mbaya sana. Sasa hii tuko siku ya 3 mume wangu hajarudi.
Na sio ni hii wiki peke yake, ni yaani unaweza pata kwa mwezi mmoja amerudi kama mara 2, na akirudi amechoka, hii shughuli haweza ninayo. Unaona? So kama wewe unaweza piga hii shughuli, kuja ukule kitu. Jamaa akasema ukura tu. Hiyo ni kitu kidogo sana. Twende. Sasa ikawa kama kawaida sasa. Mary akisikia njaa anaita huyu jamaa. Akisikia njaa anaita huyu jamaa. Sasa ikafika wakati sasa Mary sasa hana haja na Njoroge. Akasema wewe kuona mambo iko sawa, wewe fanya kazi mume wangu. Mimi nakupenda sana. Mimi niko nyumbani, usiwe na wasiwasi. Haya. Sasa venye hii mali imekuwa ikikurwa, Njoroge akawa amenotice. Vile akirudi kwa nyumba venye madamu alikuwa na behave, sasa unajua tabia sasa zimeanza kuchange. Zimeanza kuchange. Inafika wakati sasa hata jamaa akirudi, Mary anaanza kumfokea. Kwa nini unarudi bila kunipa taarifa? Kwani rada? Jamaa akajiuliza, kwani hujanimisi? Mimi nikirudi nafaa nikupe ripoti ya nini? So unafaa ufurahie mume wako amerudi. Kaona hapa si mambo mzuri. Njoroge sio mjinga, akachukua jamaa rafiki yake akamwambia, Manzejo, hapa naona kuna mambo ni kama haiendi vizuri, nataka unifanyie kazi. Unataka wewe unaniangalia madam, labda ni gani? Kuna vitu 1 2 3 naona vina happen hapa, lakini simwamini. Haya. Jamaa akasema worry no more cause you got me. So jamaa akawa anapiga hiyo shughuli sasa, anachunguza madamu na angalia madamu hii. So aka notice kuna jamaa wanakujanga kwa huyu jamaa. Na huyu jamaa sio rafiki yake, sio ndugu yake, So akajua mara moja huyu jamaa ndiye anaharibu ndoa ya rafiki yangu. Jamaa akafikisha ripoti kwa Njoroge. Kama ya jamaa, Mzejo, kuna huyu jamaa namuonanga akikuja hapa kwako. Sijui ana issue gani hapa. Sijui kama ni wewe unakuwa umemtuma, lakini sasa wewe fanya mambo yako, mimi kazi yangu nimeshamaliza. Haya, Njoroge akamwambia, wewe ukiona huyu jamaa amerudi, nipe habari. Haya, jamaa alikuja. Jamaa akapiga simu. Ya jamaa kwa hapa. So, kwa sababu Njoroge kienda job huwa anakaa, so madamu hana wasiwasi ya kusema anytime jamaa anaweza kuja. Anaweza enda kaita siku 4 hajarudi. Sasa Njoroge akasema aje, ili kitu iingiane vizuri, nitakuja alafu tena nitoke. So nikitoka madamu atakuwa kushua tena, nikitoka itaenda kama siku 3 kama sijarudi. Alafu hakuna mahali naenda, nipige round nirudi. Hivyo ndio walikafunga. Njoroge akakuja, akakaa siku moja, kesho yake akapigiwa simu na rafiki yake akamwambia, Manze, kuna job hapa, hebu kimbiza mzigo mahali. Haya, akatoka. Akamwambia madamu, mimi kuna job tena imepatikana, wacha nikimbie job. Nakupenda sana. Siku 2 3 hivi nitakuwa nimerudi. Lakini this time naona mbali sana. Kwa sababu tena kuna nyesha, naona gari haziendi vizuri kuanzia za matope huko. So naweza kata wiki kama hajarudi. Madamu akamwambia, wewe no more, wewe enda job bwana. Wewe ndio tutafutie unga, wewe usiwe na wasiwasi. Haya. Jamaa alienda akafika hapo Kayore, akakaa siku moja, akarudi. Kurudi akapata jamaa ako ndani. Jamaa amekuja sasa kulima shamba ya wenyewe. Jamaa akasema, sasa wewe ndio utaenda kuwa mfano kwa watu wengine. Ile kitu nataka nikufanyie au utawahi amini. Jamaa aliambia madamu bila mambo mingi, kwa heshima kubwa sana, chukua vitu zako, enda. Tuache na mwanaume tuongee mawili matatu. Tuone rada ni gani. Hakuna mtu anaweza kuja, kuna namna mtu anaweza kuja kukulimia shamba, uache hata kutoa shukrani. Madamu akafanya nini?
Chukua kabagi yake, hata kuwa na mambo mingi, chukua bagi akamsaidia kukunja vitu, chomoka nyumbani, akamdunga fare akakimbia. Sasa jamaa wakabaki na watu wawili. Kabla jamaa, wewe sasa wewe ndio unakuranga mabibi za watu. Haya. Nikuonyesha. Jamaa alichukua kisu. Kumbuka jamaa, mtu wa jamaa wa matrela kwa kunanga mnyonge, watu wanakuanga wameshiba vizuri. Alichukua kwanza kamba, akamfunga mikono hivi. Kumbuka hapo sio atanamfunga anambembeleza. Hao ngumu zinatembea manzi. Kumfunga, akachukua kisu, akachukua makende. Akakata. Na msorombo yote akakata. Haya. Akamfuata bibi yake. Akawa amemalizana na yeye. Akafuata bibi yake huko ushagope yameenda. Sasa lakini hakumfuata hiyo siku, alimfuata kesho yake paka nyumbani. Sasa alifika nyumbani, hakuenda tu kwa uzuri, hapana, aliingia mpaka kwa nyumba, akashika mkono madamu, akamvuta kwa room, akamtoa nguo. Mtoa nguo, madamu akabaki uchi, akachukua mkono akaingiza kwa kinywero, akavuta ile kinywero yote nje na ikata na panga. Sasa kuikata na panga ile kinywero, kumbuka ile kinywero ukiivuta ni kubwa. So samesha ikata na kamba na panga. Au madama anapiga nduru, watu wakakuja kuangalia lada ni gani? Kila mtu akiingia kwa hiyo room na anakamatwa. Kila mtu akiingia anafungia huko ndani, akachukua ile kinywero akaikata kata vizuri kama nyama, kikata kwa nini? Kwa sufuria, akaichemusha na gazi. Sasa wale watu wote walikuwa wanakuja, wote wako kwa room moja. Ile nyama ikaiva, akaleta kwa wale watu. Kumbuka wale watu wote wamekuja ni mafamilia, mama yake, baba yake, sijui mandugu, wote wako hapo. Akapea ile. Kumbuka ule madama kwa hapo analia. So wao jamaa ameona venye amefanya, huyu akajua hatukaendelea kupiga nduru hapa au jamaa atatuua sisi wote. Akachukua zile nyama sasa zimeshaiva, akapea wale watu. Wakakula kila mtu mmoja mmoja. Akakula zile nyama za ile kinywero, wakamaliza. Sasa ule madamu yeye shazirai. So jamaa after kufanya hivyo akafanya nini? Akarudi mtaa kwa ile nyumba, pia yeye akajidunga kisu, akajimaliza. Na hivyo ndivyo familia mzima iliisha. Kwa sababu gani? Ya kasusu. So wewe kama unakula mabibi za watu ukifikiria rada ni safi, manzi yasije kukuta, sababu yakikukuta hautaamini. Bibi ya mtu ni sumu. Lakini hii sumu, my friend, ya mtu ampekee ambayo ameiona. Na hapo ndipo nimekafunga. Kama wewe kasusu jawahi kukuta kuweka kwa ngori, omba Mungu isiweke kwa ngori, sije kuweka kwa ngori. Hapo ndipo nimefungia story ya leo. Halafu kabla hajatoka nataka niwaambie, kama wewe ni content creator, na ndivyo unaanza kipindi, unaanza content yako, unatamani Wakenya wakujue, wajue unafanya nini, nataka nikupatie offer. Chukua hii namba, piga. Kuna namba hapa kwa description, hapa kwa bio kuna namba hapa nitaweka hapa namba. Chukua namba, piga hii namba, kuja nikufanyie interview for free. Najua hawa wasanii wakubwa ukingoja watakufanyia interview utangoja sana. So mimi nakufanyia interview for free. Ama kama uko area hapa, area Pipeline, kuja kwa studio yangu mara moja kufanyia interview. Ama kama uko na studio yote ungependa kushare na sisi, andika message, tuma kwa hii namba kwa WhatsApp. Taweza kunifikia vizuri. Mambo ni hayo. Asante sana. Mbosha zitakuwa
Umeendekeza mapenzi mbele kuliko kufanya kazi. Usipaacha ujinga, utajiweka kaburini mwenyewe. Wachana na